Natumai mpo vipoa. Karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV, ambapo hii siku ya leo Raila Odinga aliweza kuwa kwa mazishi pale Machakos. Kwa mazishi pale alipokuwa pale alikuwa na viongozi kadhaa wa UDA sawa na ama viongozi wa Kenya Kwanza sawa na wa ODM ama Azimio. Na kulikuwa na viongozi wengi pale waliweza kujitokeza kwa hiyo mazishi, hata mpaka SK Macharia aliweza kuwa pale akaweza kureveal mambo mengi zaidi yenye iliweza kuendelea kwa election tangu 2007 hadi mpaka 2022. Na alipokuwa pale kuna huyu mwandani wa Rigathi Gachagua, kuna matamshi mengine aliweza kutamka pale na Raila Odinga akaweza kujibu hayo matamshi. Na tunataka tuweze kufanya uchambuzi wa kina kwa hii video. Tunataka kuweza kuangalia hayo ili tuweze kujua ni yapi yaliweza kuendelea pale, kwa sababu the way huyo kiongozi ama huyo mwandani wa Rigathi Gachagua aliweza kuongea ni dirisho tosha kuwa saizi Rigathi Gachagua na mrengo wake wako very disparate. Pia inaonekana wale wakaaji wa Mount Kenya ama Central wamekuwa wenye kukatalia mbali uongozi wa Raila Odinga kwa sababu ya mambo yenye waliweza kuongea kupaka tope Raila Odinga kwa hizo campaign tangu 2007 mpaka saizi. Campaign ya Raila Odinga pale Mount Kenya ilikuwa ikifanya vizuri kwa sababu wamekuwa kumpaka tu mambo mengi. Na inaonekana sasa Central ni kama wameanza kurealize kuwa huyu Raila Odinga wenye walikuwa wanaambiwa ni mtu mbaya, inaonekana sio mtu mbaya, kwa sababu Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, aliweza kuambia wakaaji wa Central kuwa Raila Odinga ni mtu mzuri, na akaweza kufanya handshake naye na akaweza kuwarai na kuwasi waweze kumchagua Raila Odinga. But wao waliweza kupuuza Uhuru Kenyatta wakati huo na wakaweza kumchagua William Ruto, kwa sababu William Ruto na Rigathi Gachagua walimwambia vile bado Raila Odinga ni mbaya. Na baada tu ya hapo miaka miwili, baada ya uchaguzi miaka miwili, bado ule mtu mwenye Raila Odinga, huyo mtu mwenye waliwaambia Raila Odinga ni mbaya, haifai chaguliwe, huyo the same person ndio mwenye pia bado William Ruto alienda kumtafuta, akafanya handshake naye na akaweza kumkaribisha. So imeonyesha kuwa wazi Raila Odinga ni mtu mzuri kwa sababu Uhuru aliwaambia, na saizi pia bado William Ruto ameweza kudhibitisha kuwa Raila ni mtu mzuri. So kutokana na hiyo watu ya Central wameweza kujikula regret ni kwa nini wamekuwa kikataa Raila Odinga hii muda yote. Lipo sasa hizi wanambeg Raila Odinga 2027 akuwe kwa ballot, watampigia kura. So watu wa Central, hii ndio imeonekana wazi kuwa wanabeg Raila Odinga mbaya sana, hawezi kutoka kwa hiyo mrengo ya William Ruto, waweze kwa join. So kutokana na hiyo tunataka tuweze kusikiza speech ya John Nyuto, mwandani wa Rigathi Gachagua, na kabla tumsikize itaweza kuwa na maraka kwanza kutazama hii video ama hii channel, na labda hujaweza kusubscribe, please take your time, subscribe. Angalia pale penye nimecircle. Ukiangalia kwa channel kwa simu yako hapo penye nimecircle kuna nini imeandikwa subscribe pale. So unaweza click hiyo button, then utakuwa umejiunga na hii kituo cha Gumzo News TV. Na unapo subscribe haikugharimu chochote, ni free. Usidhani labda itakugharimu chochote nini, hapana, ni free. So nakuomba subscribe, pia vile nakuomba watch video hadi mwisho, na kikubwa zaidi nakuomba uweze kulike. Unapofanya haya yote ni njia moja ya kusupport hii channel, na wale ambao wameweza kufanya hivyo nataka kuwashukuru sana. Mungu aweze kuwabariki. Mimi ni John Nyuto, seneta wa Murang'a, na nimekuja kuambia rafiki yangu Betty Montet pole, Mungu awape amani. I come from Murang'a, Your Excellency, the Prime Minister, where SK Macharia comes from. For the sake of SK Macharia, who has really wanted to see you become president, you can only become president if you run in 2027. Gachagua is ready to support you. If you support Ruto, you will have to play second fiddle. You will frustrate our honorable SK Macharia. Support Rigathi, Kalonzo, and you will be president. Thank you very much. So jinsi mnavyomsikiza John Nyuto amevyoongea na kumbeg Raila Odinga aweze kutoka kwa mrengo wenye yuko ndani, aweze kujoin kwa mrengo wa kina Rigathi Gachagua, then after hapo 2027 wataweza kumfanyia campaign na Raila Odinga ataweza kushinda asubuhi na mapema, na atakuwa ametimiza hitaji na matamanio ya nani, ya SK Macharia. Hivyo ndio John Nyuto ameweza kuelezea pale. But Raila Odinga aliweza kutoka na kukanusha hayo yote na akawa na haya ya kusema. Mimi tunajua mambo, kazi ya siasa sio kazi rahisi. Mimi nasema wanasiasa wanapropoka tu hapa na pale, lakini sio rahisi. Mtu ajitokeze aende kufanya kazi kwa wananchi.
Sasa ndio maneno mengi zaidi SK amesema. Sitaki kuongeza mambo SK amesema. Siku hizi naona huyo kijana wengine kutoka Murang'a anasema tu ukitaka kuwa rais kuwa na Gachagua na Kalonzo. Wewe vile nimetoka bwana. Poa kabisa. Nchi hii inaweza kuchomeka ikiwa kama watu hawajihadhari sana. Unajua hii demokrasia tunajenga katika taifa letu, tumetoka naye mbali. Zamani ilikuwa ukisema tu ngwe ndani, ngwe ndani. Wakati ile ambaye simba alikuwa na meno na makucha, hiyo simba tuling'oa meno, hata makucha tukakata. Sasa hiyo tuko na simba kibogoyo. Haikuwa rahisi. Wakati ile ilikuwa kama umeonekana tu wewe ni mtu ambaye atafuati nyayo, unashikwa tu na mtu anaenda weka sahihi, waziri wa mambo ya usalama. Hiyo inatosha kuweka yeye jela Kamiti au Shimulatewa au Naivasha kwa miaka mingi zaidi. Kuna mambo ya mahakama. Siku hizi hata kuweka wewe kwenye remand ya polisi huwezi kuweka wewe zaidi ya masaa 48. Yale yote haikukuja kwa njia rahisi. Imekuja kwa jasho na damu ya Wakenya. Na tukakuja mahali papo sisi tuko hapo. Sasa tulipolazimisha hao kukubali tuwe na mfumo wa siasa yenye vyama vingi, haikuwa rahisi. Tukawa na uchaguzi mwaka 92, mliona matokeo yake. Alafu kukaja ile ya 97, mliona matokeo yake. Hiyo 97, mimi na hakika kama hawange ongeza siku ambayo waliongeza kwa sababu ya mvua, tulisema na mvua, Kibaki alikuwa ameshinda. Kibaki ndiye alishinda hiyo uchaguzi. Uchaguzi ambayo imekuwa naitwa free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002. Hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua SK mwambie nyinyi. SK mwambie nyinyi. Kwa hivyo mimi usimwambie mimi nataka mimi nishinde. Mimi sashinda mara mingi. Sijatangazwa tu. Mimi najua mwaka juzi tulikuwa nasema funguni 7. Sisi funguni 7. Maana tulikuwa najua ndani ya 7 kuna ukweli. Walifungua. Lakini muhimu ni kwamba Kenya ni mkubwa kushinda sisi zote. What's important is democracy is a project. It's not an instant coffee that you brew and drink at the same time. What is important that Kenya remains together. Hakuna haja ya kusema Raila asimame 1927 kama 27 hiyo Kenya itafika pale kama imechomeka. Kenyans need to live between now and 2027. It's now. Gharama ya maisha ni juu sana ya Wakenya. Wakenya wanaumia. Bei ya chakula iko juu, ushuru iko juu sana. Mambo hii ya ufisadi imepanda. Ndio sababu tukaweka ile mkataba, tumeweka 10-point agenda. Na hiyo 10-point agenda sio usalata. Wewe unataka tufanyane namna gani? Kama kuna njia nyingine, unasema Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende aweke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale. Baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine.
Hakuna haja. 2027 itafika. Lakini Wakenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka 5 yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkiweka nchi katika hali ya campaign, kelele mingi zaidi, kuna kazi inafanyika mpaka kuwe na wakati ambaye kazi inafanywa, alafu baadaye tunarudi tena kwa campaign. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Hiyo ndio mimi najua, ndio sababu unaona baba ako hapa, na mimi nilisema, niliuliza Wakenya kama mnataka niendelee, wakaniambia endelea. Baba, endelee si endelee? Endelee si endelee? Sasa umesikia amejibu wewe jamaa. Sio ametoa majibu. Sio majibu. Sisi tunajua wakati ile ya kampeni ikifika, hiyo wote wanaume jitokeza. Sio lazima Raila simame. Raila vile vile anaweza kukaa nyumbani. Umesema Raila ni mzee sana. Sio unasema Raila ni mzee sana. Ni baba aendelee si endelee? Akae nyumbani. Akae nyumbani. Asanteni sana. Mungu awabariki. So Raila Odinga hivyo ndio ameweza kusema, kukanusha hayo yote na kuweza kusema John Nyuto haelewi chochote, kwa sababu akaweza kusema John Nyuto haelewi chochote kwa sababu kwa hii Kenya kuna vile siasa itaweza kuendelea after 2 election hivi. Siasa inaendelea hapana, lazima kuwe na muda ya kufanya kazi, then itakapofika hiyo 2027 ama siku ya uchaguzi, Wakenya wenyewe wataamua, na hapo sasa ndio the real politics itaanza. So aliweza kupuuzilia mbali mambo ya John Nyuto, na kama vile nilikuwa nimesema hivyo kwa video yangu ya awali pale kuhusiana na Raila Odinga the moment ameingia kwa handshake, huwa sijui nini inaendelea kwake, huwa anakuwa relaxed na anasahau penye ametoka. So kutokana na yeye ndio ndipo naona Raila Odinga ameweza tu kuongea na madaa vile ameweza kuongea hapo, kwa sababu sababu yuko ndani ya serikali. So ameweza kusema hivyo, na akaweza kusema, aliweza hata kuendelea na kusema kuwa okay, hata wenye wanasema Ruto must go, anaenda wapi? Watasema hivyo Ruto must go, then kweli angetoka hiyo wakati, then mwenye anashikilia hiyo uongozi mpaka watamu ishe ni angekuwa ni Rigathi Gachagua. Aya, kwa another way pia saizi sasa, kwa mfano yule mtu akitoka, mwenye anakuja kushikilia ni nani? Ni Kithure Kindiki. Then Kithure Kindiki tuende kwa election. So anasema haina haja, wacha mambo inyamaza hivyo, then tufika kwa election 2027, then wananchi wanaweza fanya uamuzi yenye wanataka sasa. So inaonekana Raila Odinga hapa ni yule mwenye alikuja wakati nyuzi joto la kisiasa lilikuwa limepanda juu, yeye alikuja na maji na kumwagilia. Ndipo unaona tuliona kwa gazeti ya Standard walikuwa nasema Raila Odinga ni yule mwenye amekuwa akiokoa maadui wake. In fact ilikuwa Taifa Leo waliweza kusema hivyo wakati mmoja, headline yao wakasema Raila Odinga ndio amekuwa yule mwenye mwokozi wa maadui wake. So Raila Odinga hapa ameweza kuelezea vizuri kabisa kuwa yeye alijaribu kufanya ni kutuliza nyuzi joto la kisiasa ili mambo yaweze kukua cool, kupatiana nafasi ya kazi kuendelea, liposa 2027 Wakenya wenyewe watafanya uamuzi. But saizi kusema Ruto must go, anaenda wapi? Hiyo itakuwa imevuruga siasa na stability ya nchi, na hiyo mambo itaka kabisa. So hiyo ni kama anaenda kinyume na mapenzi ya Wakenya wengi, jinsi walikuwa wanataka William Ruto na serikali yake waweze kuondoka sawa na jinsi vile walikuwa wanataka. So Raila Odinga ameweza kukuja hapa na kuambia hapana, hiyo sio njia mzuri kwa nchi ama kwa taifa ya Kenya kusema au viongozi ama serikali iweze kuondoka. Ndipo sasa unaona alikuwa anasema eri William Ruto mara sijui ngapi than Rigathi Gachagua. Eri William Ruto than uongozi wa jeshi, kwa sababu the moment mambo ingekaa vibaya ingebidi jeshi la Kenya waweze kutake over. Na hiyo sasa ndio mrengo wa ODM walikuwa wanakataa kabisa. So kutokana na hiyo Raila Odinga mwenyewe ameweza kuongea vile ameongea na kuweza kupuzilia mbali hiyo muungano. Akasema hata si must yao kwa ballot box 2027. Mwingine anaweza kukua pale na mwingine aweze kuchaguliwa. So ni kumaanisha Raila Odinga kwa sasa hivi ame-move on na maisha yake, na maisha yake ameamua ni kwa William Ruto until siasa vile zitajipanga. But yeye kwa sasa hizi yuko ndani ya serikali. Ndipo unaona sasa anaongelea mambo ya broad based government, anaongelea ile mambo yenye walitia sasa mambo 10, anatarajia waweze kutekeleza mambo kama. But mimi nimekuwa nikisema mara mingi sana, hiyo mambo 10 yenye waliweza kutia sahihi ni mambo yenye sio lazima waweze kutia sahihi ndio siweze kufanyika. Hiyo mambo mengi yako ndani ya katiba. Katiba yenyewe inaelezea kwa mapana na marefu kuhusiana na haya mambo 10 yenye nafaa serikali
ama mambo yenye Raila Odinga na William Ruto waliweza kutia sahihi ni mambo yako kwa katiba, yanaelezea vizuri kabisa. So ni mambo yenye si must watie sahihi. But kikubwa zaidi, kama vile nilisema kwa video yangu hapa awali, ni kuwa Raila Odinga aliweza kutia sahihi pale Mombasa, wakiwa pale Mombasa, mkataba wa siri na William Ruto, na hiyo ndio wanaweza kutekeleza. Ndipo sasa unaona serikali saizi wanagawana nusu. Raila Odinga nusu, William Ruto nusu. Na hiyo ni mkataba wenye waliweka kule Mombasa. Wachana na hii mambo yenye waliweka pale KICC, hiyo wataweza kufuatilia, kwa sababu William Ruto sio mwenye anabelieve kwa devolution, sio mwenye anabelieve kwa katiba. Amekuwa akinajisi katiba mara mingi zaidi, so si mtu kuheshimu sheria, mambo mingi. So hiyo mambo 10 points yenye waliweza kutia sahihi ni mambo yenye sidhani na William Ruto ana goodwill ya kuweza kuitimiza. But kikubwa zaidi chenye atatimiza ni hiyo mikataba yenye ya siri yenye waliweka kule Mombasa State Lodge. Ndipo unaona sasa serikali wamegawana nusu. Unaona parliament wameweza kupata yao hivyo maybe next. So William Ruto ni hivyo, hii mkataba ndio ataweza kutekeleza. Ndipo unaona Raila Odinga akitaka hii anapewa, akitaka hii anapewa. Na ndio kama vile nimesema next week Raila Odinga waenda awe, kwa nini awe prime minister, naweza kuabolish hiyo cabinet, prime cabinet, ambapo labda Musalia Mudavadi atasalia tu kwa hiyo foreign affairs, lakini cheo cha prime cabinet haizi kuachana nacho nayo. Then Raila Odinga ataweza kuokupa hiyo nafasi ya kuwa prime minister. Then ofisi kama vile tulikuwa tumesikia fununu kuwa atakuwa pale Harambee House. Then Kithure Kindiki aweze kutoka Harambee House kwa hiyo ofisi yake, aachie Raila Odinga yeye aweze kwenda kuwa na ofisi pale Karen. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then ni dirisha tosha kuwa Raila Odinga William Ruto ataweza kuzingatia Raila Odinga, then Kithure Kindiki, then Musalia Mudavadi, then Wetangula. Na itakuwa inaonekana Raila Odinga ni atakuwa deputy president, but in quotes, but yeye atakuwa tu hapo, atakuwa yeye ndiye atakuwa, William Ruto ndiye atakuwa consult sana na Raila Odinga than Kithure Kindiki. So Kithure Kindiki atakuwa tu pale kama shadow, but mwenye anaonekana kwa face kabisa atakuwa Raila Odinga. Hiyo yote tu ni kuweza kumcontain, kumake sure haizi kuvuka border na kuenda kwa hiyo mrengo ya kina Rigathi Gachagua, ili kumake sure Raila Odinga ndio amekuwa sasa msingi ya hii serikali. Yeye ndiye amekuwa mshikilizi wa hii serikali, kwa sababu akifanya tu hivi then serikali inapromoka. So Raila Odinga ataweza kuzidi kushikilia serikali mpaka 2027, hizi miaka 2.5 yenye mabaki. Then after hapo sasa ndio wataangalia kama wataweka mkataba zaidi support mpaka 2032 ama wafanye election agreement ingine. But kwa saizi hakuna vile mrengo wa Rigathi Gachagua wataweza kumuondoa Raila Odinga pale kwa William Ruto, ni ngumu. Sijui unaweza sema, lakini hii ndio uchambuzi wangu wa Gumzo News TV. Kwa sasa bye bye, tukutane kwa the next video.